kihashimia au maili 48 za kihashimia au masirata yaumaini mu'tadilaini, au safari ya masiku mawili kwa mtu mwenye usawa wa uwezo wa kusafiri, si mtu mgonjwa, aliyekuwa ni mzima kabisa, yale masafa ambayo anaweza kuyasafiri kwa kutumia siku 2 mfululizo. Kwa masafa hayo ndiyo ambayo anaambiwa anaweza kula mchana, na ndiyo masafa hayo ambayo ni farsakh 16 au maili 48 au marhalatain, au safari yenye urefu ukubwa wa marhala 2 kama tunavyoonyeshwa kule katika vitabu vyetu vya fiqh. Marhalatain bisayri al-athqal wa dabibi al-aqdam, yani kwa mwendo uliokuwa athqali, mwendo uliokuwa mzito, si ule mwendo wa maringo, mwendo wa matiti, yani wa haraka haraka, ambao utatumia siku 2 mfululizo mwendo kama huo kwa mtu aliyekuwa ni mzima. Walbahru kalbarri, na safari hii ikiwa ni ya baharini ni sawa na hii ya bahari, nchi kavu, ni sawa sawa, ambayo itakuwa ina ukubwa wa masafa hayo, ikiwa unasafiri kupitia baharini au unasafiri kupitia nchi kavu. Wadaliluhum, na dalili yao kusema hivi, ma rawahu Shafi'i, ni ile hadithi aliyopokea Imam Shafi'i an Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala, kasema Ibn Abbas, ya ahla Makkah, enyi watu wa Makkah, la taksuru fi adna min 4 burudi min Makkah ila Usfan wa qaddaruha bijawalai 98. Ibn Abbas kawaambia watu wa Makkah, akawaambia, enyi watu wa Makkah, msifupishe swala fi adna min 4 burudi min Makkah ila Usfan, uchache wa 4 burudi kutoka Makkah mpaka kufikia Asfan. Kwa safari ya kutoka masafa hayo, na ndio maulama wakayagezea ni maili 48 au farsakhi 16, ni kutoka hapo Makkah mpaka kufikia Asfan, masafa haya. Wa qadru as-safar alladhi yubihu at-tarhisu 'inda al-Hanafiyya, ama kwa upande wa Hanafi, kwa upande wao wamesema huwa qadru 3 marahil, ni safari ambayo ina marahila 3, sio marhala 2 kama walivyosema kina Shafi'i. Kwa Hanafia wanasema ni marhala 3 au 24 farsakha au farsakhi 24, wao hawajasema farsakhi 16 wa Hanafi, au masira 3 ayami sayran wasata, au masafa ya kutembea kwa miguu kwa ule mtu aliyekuwa ni mzima wa kuweza kutembea muda wa siku 3, wao hawajasema siku 2 wa Hanafi. Wa huwa sayrul ibil, na huwa ndio mwendo wa ngamia. Sasa ngamia hana mwendo mkubwa wa kasi, mwendo wake ni taratibu. Wa huwa sayrul ibil wal aqdamu fil barri, na kwa kutumia miguu katika nchi kavu, wa sayri sufuni ashiraiya fil bahri, lakini na mwendo wa vyombo vile vya baharini, mfano jahazi lile la tanga lile, ndio hivyo hivyo masafa hayo hayo. Wa dhahaba aktharu alfuqaha, na wamekwenda katika madhhabu yao wengi katika wana wazuoni maulama, ila anna al-iftara rukhsatun, kwamba hakika hii kuftari ni ruhusa. Faman kana minkum maridan au ala safar fa iddatun min ayamin ukhra,
kwa zimekuja kama kiamri, lakini hata we ni amri iliyokuja baada ya makatazo, kwamba tumepewa wajibu wa kufunga. Sasa ikaja atakaye kuwa ni mgonjwa au msafarini, kwa hiyo maana yake ale mchana, kwa kama ni amri hivi. Lakini amri hii kwa maana ya arruhsatu, ina maana ya ruhusa. Wengi katika maulama wameichukua kwa hukumu kama hiyo, fa in shaa sama wa in shaa aftara. Kwa hiyo huyu mu'min akitaka, kwa vile ni ruhusa, akitaka atafunga na akitaka ataftari, kwa maana atakula mchana. Lianna fil ayati idhmaran taqdiruhu, kwa sababu katika aya pana idhmari kudhamiria na makadirio yake. Faman kana minkum maridhan au ala safari fa aftara, yule atakayekuwa ni mgonjwa au msafarini na akala mchana, fa alayhi, basi ni juu yake iddatun min ayamin akhar, kuzifunga kwa kukamilisha hesabu katika masiku mengine. Warawa Abu Daud fi sunanihi an Aisha, amepokea Imam Abu Daudi katika sunani yake, Sunanu Abi Daudi, kitabu chake hiki, riwaya ambayo ameipokea kutoka kwa Aisha, anna Hamzat al-Aslamiyya sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasul Allah hal asumu ala safar. Hamzatul Aslamiyya alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, hal asumu ala safar, je, nifunge nikiwa nimo safarini? Faqal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, sum in shi'it wa aftir in shi'it, ukitaka funga, ukitaka futari. Sasa kwa riwaya hii ndiyo wakatoa hukumu hii, kwa maana ni ruhusa. Hii amepewa kama kitu khiari baada ya kuuliza, ukitaka funga, ukitaka kula mchana. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء وسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، وصام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان. imethibiti kama ilivyosimuliwa na hawa mabwana hapa, Ibn Abbas, Abi Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abi Darda, wamesimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam annahu sama fi safar, kwamba yeye kafunga akiwa yuko safarini. Wasama sahaba ma'a nabii, na masahaba nao wakafunga pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam amal fath, huu mwaka wa fathu Makkah, fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Waqala ba'du as-sahaba, lakini baadhi ya masahaba wakasema, Ibn Abbas wa Ibn Umar, wakiwemo Ibn Abbas na Ibn Umar, walwajibu ala al-musafiri wal maridhi al-fitr. Wamesema wao Ibn Abbas na Ibn Umar, alwajibu ala al-musafiri, ni wajibu juu ya msafiri, wal maridhi, na mgonjwa, al-fitr, kula mchana. Wao wamesema hivyo. Ndugu zangu wa Kiislamu, vipengele kama hivi ndivyo ambao zinapatikana ikhtilafu. Hiyo tukiona ikhtilafu nyingi leo, watu wanagongana sana, wanafika kupigana na kuchukiana na kutukanana kwa sababu ya ikhtilafati, kama ni aqwali ambao zinatokana na wale wakubwa kuliko sisi sote wale watuzidi. Lakini huyu kachukua ya huyu na huyu kachukua ya huyu kwa mujibu wa ufahamu wake. Sasa hapo ipo sababu ya watu kutofautiana, pengine wakagombana, wakatukanana, wakapigana. Kwa hapana hiyo hali.
ni kwa mujibu wa ufahamu baada ya ijtihadi za maulama. Kwa hiyo wao wanasema hawa Ibn Abbas na Ibn Umar ni wajibu kwa mgonjwa na msafiri kuftari, kwa maana kula mchana. Wasiyamu iddatun min ayamin ukhra, na kuja kuzifunga zile siku katika masiku mengine pale atakapopata afya na ile safari yake itakapokomea. Lidhahiri qawlihi alayhi salam, na hii ni kwa dhahiri ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema laisa min albir asiyamu fi safar. Ni kauli ya Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, anasema laisa min albir, si katika wema, asiyamu fi safar, kufunga safarini. Ikiwa ndani ya safari, si katika wema kufunga. Kwa maana hiyo wema kufanya nini? Kuftari. Ndio maana wakasema hivi hawa. Lakini na kule mwenyewe katika riwaya iliyopita amefunga pamoja na masahaba wakiwa wapi? Riwaya imepokelewa hivyo na hii inapokelewa hivyo. Warada jumhur, lakini jumhuri wameirabihi qawli bi anna hadha kalamu kharaja hali makhsusa. Wanasema haya maneno yametokana ile hali ya makhsus ya takhsisi. Wadhalika ma rawahu Shu'ba min tariqi Jabir bin Abdullah, na hayo wanayosema ni kwa ile riwaya ambayo amepokea Shu'ba min tariqi Jabir bin Abdullah, kwa njia ya Jabir bin Abdullah ani nabii, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu raa rajulan yudhallilu alayhi wazihamu alayhi shadidun. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuona mtu mmoja anajibazabaza kwenye jivuli, na huku amefunga, na huku kwenye msongamano mkali, kuonyesha ile hali yake aliyokuwa nayo sio nzuri, joto kali, anatafuta kivuli cha kujibazabaza. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia, laisa min albirri siyamu fi safar, si katika wema kufunga ukiwa katika safari. Hiyo dalili yao waliochukua. Waqarrara aktharu al-a'imma, lakini wamekiri wengi katika maimamu maulama hao, anna sawma lilmusafiri afdalu liman qawiya alayhi, kwamba kufunga kwa ule msafiri ni bora, yani kwa ule mwenye kuwa na nguvu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliposema, wa antasumu khairul lakum, na huko kufunga ni bora kwenu. Ay anna sawmakum ayyuha almarda walmusafirun, hakika kufunga kwenu enyi wagonjwa na enyi wasafiri, walladhina yutiqunahu, na wale ambao watakuwa wanaweza kule kufunga, khairul lakum min alfidya, ni bora kwenu kuliko kutoa fidia. Lima fihi min mujahadati nafs, wale aliyopatikana ndani ya funga nayo ni kupigana ile nafsi, jihadi ya kinafsi. Pale unapofunga inakuwa ni jihadi ya kupambana na nafsi. Wa quwwatul iman, na nguvu za imani inapata nguvu. Wa muraqabatullahi, lakini na kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sehemu zote utakuwa unamwangalia yeye Allah, usije ukaftari, yani asije akakuona kwamba wewe umeftari. وذهب أحمد والأوزاعي وجماعة إلى أن الفطر أفضل. وأحمد والأوزاعي na jamaa, baadhi ya jamaa katika madhhabi yao wanasema kwamba kuftari ni bora, liqauli llahi ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu aliposema, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra,
Allah anakutakieni yaliyo mepesi na hakutakieni yaliyo mazito. Wattafaqu ala anna almusafira safara at-ta'a, wamekubaliana maulama kwamba huyu msafiri, hii safari anayosafiri iwe ni safari ya taa, kwa maana isijekuwa safari ya maasi, iwe ni safari ya taa. Kalhaji, kama unakwenda hija, wal jihadi, unakwenda jihadi, wasilati riham, na safari ile ya kuunganisha arhami au kuungana arhami, wa talabul maash al-daruri, na safari ya kwenda kutafuta maisha, yani ile ya kilazima, sio umejaa halafu unafunga safari ukiwa wewe ni mwenye kufunga tena ufutari, iwe ni ya dharuri, ya kilazima. Wa safaru tijarati wal mubahati, na safari ya kibiashara na zile za mambo ya kihalali. Hiyo biashara iwe ya kihalali, kihalali kisheria. Pengine safari yako kutembeza pombe au unakwenda kununua pombe, tafahamiana? Sasa hiyo sio safari ya uhalali hii tena, hata kama itakuwa kubwa, hata kama utapata misukosuko mikubwa, shida kubwa, lakini hiyo huhalaliki kuftari, pamoja na kwamba ni msafiri. Kwa safari iwe ni ya halali. Wa amma safarul as, ama safari ya mtu aliyekuwa asi, fayajuzu lahu al-iftaru inda al-hanafiyya. Kwa huyu hawa wa Hanafi hawa wanasema kwamba inajuzu na vile vile kwa hawa Hanafi, lianna safara nafsahu laysa bimaasiya, kwamba anasema kwa sababu ile safari, nafsi ya ile safari sio maasi, nafsi ya ile safari wanasema sio maasi. Wa innama al-ma'siya ma yakunu ba'dahu, lakini maasi ni yale yanayokuwa baada yake. Sasa kila kitendo unachokitenda kule cha kununua ndio anasema ndio maasi. Ndiko walikopitia huko wa Hanafi. Wa innama al-ma'siya ma yakunu ba'dahu au yujawiruhu, ama yale maasi yanayokuja baadaye tena baada ya safari, au yale yanayojawiriana tu, fala yuathiru ala rukhsati al-qasri, kwa anasema haya athiri ile ruhusa ya kuweza kupunguza ile sala au ile kuftari. Waliannahu qad yatubu idha tadhakkara ni'matullahi alayhi bisamah, kwa sababu anasema huenda akaja akatubia huyu msafiri wa safari hii ambayo anakwenda kufanya maasi, huenda akaja akatubia pale atakapokumbuka neema za Allah kwake. Wanasema hivyo. Waqala jumhuri ghaira al-hanafiyya, lakini jumhuri ya maulama isipokuwa wa Hanafi, jumhuri kwa maana walio wengi katika maulama, na akitolewa Abu Hanifa ina maana wanabakia Shafi'iyya, Hanabila, Malikiya, ndio jumhuri hapa. Wanasema la tubahu ar-rukhsatu al-mukhtassatu bisafari min al-qasri wal-jam'i wal-fitri wa nahwiha lima fi ar-rukhsati fi al-i'anati ala al-muharram wash-shar'u naha an dhalika. Jumhuri wao wanasema kwamba hii ruhusa hii haitolewi kwa mtu aliyekuwa safari yake ni ya kwenda kufanya maasi,